mshenzi, si ndio Umeshaanza umalaya. Unaacha kufanya kazi ninazokupa, unakaa hapa na kukumbatiana na babako. Nikuachie sasa mimi niondoke, wewe umpe vitu ambavyo mimi nampaga babako, si ndio? Mshenzi mkubwa. Na unakaa hapa kuniita mama. Tangu lini mimi nikawa na mtoto mwenye komo kama wewe? Mazoea. Mazoea. Naomba fimbo yangu mimi. Mwenzio mkojo umenibana. Mazoea. Mazoea. Naomba fimbo yangu. Nimehisi upo hapa. Mazoea. Nihisi uko hapa. Nipe fimbo yangu, mwenzio mkojo umenibana. Nitajikojolea. Mazoea. Naomba fimbo. Mazoea, naomba fimbo. Mazoea. Wewe mtoto, sasa naona umeshaanza kunipanda kichwani, si ndio? Ni bwana jana. Tunapandana kichwani sasa. Wewe mtoto wewe ubebeki Sasa ushakuwa kama gunia la chawa sasa. Kila sehemu mtu anapanda na hapo nyuma, si ndio? Uone kama hapa kuna vyombo. Au sasa ndio unafanya sasa kusudi mradi mama wa kambo sasa nipewe nzi wa kijani, si ndio Hapana mama, mimi nileka hapa fimbo yangu sioni. Nahisi Mazoea ameichukua. Kwanza koma kunita mama. Sina mtoto raana kama wewe. Sina mtoto aliyekosa heshima na nidhamu. Asingizie wewe. Yaani kwenye maongezi yako usije ukamtaja mwanangu. Mama, uwepo fimbo yake aliacha ndani. Umeshaanza sasa na kujipa sasa mapembe ya kichwa, si ndio? Hapana mama, mimi Mungu nileka baki Mungu nileka hapa, mimi nileka hapa fimbo. Umeshaanza kumsingizia sasa malkia wangu, princess wa ndani umeshaanza kumsingizia, si ndio? Sasa wewe nataka nikuonyeshe mchezo. Wacha unajifanya chizi wewe. Namna. Nenda kaburini kwa mama yako, sawa? Uende kwenye kaburi la mama yako, uende hata nataka kuheshimu. Zakia, kwa yeye niliokuwa naye sasa kama ninapona mwanangu. Zakia, maneno gani unaongea mbele ya mtoto wake? Kwani kuumwa ni kufa? Hebu acha hizo kauli mbele ya mtoto basi. Mama, useme hivyo. Utapona tu, utakuwa sawa. Ndio tu Zakia. Mama, mtazame mtoto wangu. Mama, angalia. Ndo zawadi yako. Zakia, hizo kauli unazitoa wapi lakini? Hebu acha basi kuongea hizo kauli. Kwani kuuma ndio kufa? Unaweza ukapona wewe nikafa mimi. Hebu achana na hizo kauli. Nataka maji au? Zakia.
Tabu. Una shida gani mwanangu? Eti. Niambie basi mwanangu. Nakumbuka sana mama. Hata mimi namkumbuka mama yako mwanangu. Lakini napomkumbuka mama, najitahidi kumwombea hata dua. Kwa nini usimwombee dua mama yako? Usilie. Eti. Ukimkumbuka mama, unamsemea hata dua. Eti. Utakuja kuniua na mimi mwanangu. Kana sipendi nikikuona katika hali hii. Sawa? Basi nyamaza. Sawa. Basi usilie. Mtu na mwanaye hao. Vipi tena jamani? Mbona binti yangu tena hapo analia? Mama huyo. Mwanao analia. Hebu nipishe kwa zamu wangu kidogo, maana mtoto wa kike mwenzie mama na mama yake ndo ishafika. Eti. Mama huyo. Unajua sema shida yako mwanangu. Eti binti yangu kipenzi, unalia nini? Alafu mume wangu, huyu mtoto kila siku namwambia akiwa na shida yoyote aniambie, lakini ananiogopa. Eti Tabu, haujanizoea bado? Hebu kwanza lala hapo. Lala hapa mwanangu. Lala. Mwanangu, mimi mama yako nipo. Nakupenda sana na wewe mwenyewe unajua. Yaani ninavyompenda huyu mtoto mume wangu. Nampenda sana. Nyamaza. Sasa mke wangu, mimi nawahi kazini. Aya sawa mume wangu. Tabu, upo na mama? Aya mume wangu, kazi njema. Aya sawa. We mtoto mshenzi, si ndio Umeshaanza umalaya. Unaacha kufanya kazi ninazokupa, unakaa hapa na kukumbatiana na babako. Nikuachie sasa mimi niondoke, wewe umpe vitu ambavyo mimi nampaga babako, si ndio? Mshenzi mkubwa. Na unakaa hapa kuniita mama. Tangu lini mimi nikawa na mtoto mwenye komo kama wewe? Mamako yupo huko makaburini. Naomba ndo uende ukamlilie. Na zile nguo za pale ndani, naomba ukazichukue zote, uzifue zitakate. Sasa ole wako, uzichezee. Nija kukagua nguo zangu nikute bado hazijatakata. Nitakacho kufanya, maiti ya mama yako itatoka kaburini, nitakuja sasa. Ole wako. Ukue kama unavyokuwa. Shenzi. Mara nyingi huwa nakaaga sana na yule bibi. Ananielezea matatizo mengi sana ambayo namsibu pale nyumbani kwa dada yako. Kiukweli inasikitisha sana. Na nimeona hata hivyo, endapo tadiriki kuongea na shemeji yako, ni ngumu sana kuweza kukuelewa, kwa sababu yeye na dada yako wanalala kitanda hiki kimoja. Hivyo basi, hili ni wazo langu tu. Jaribu kuzungumza na dada yako. Ukuwa yule ni ndugu yako, wenda akakuelewa. Vile vitendo unavyomfanyia yule dogo, wasiendelee kumfanyia. Sio vizuri.
dada yako yuko wrong na human rights. Hayuko sawa kabisa. Nadhani utakuwa umenielewa. Ni kweli bwana Shunda yasimaya. Nimesikia malalamiko mengi sana kutoka kwa majirani kwamba dada yangu anamnyanyasa sana yule binti. Na nikutoe shaka, mimi nitaenda kuzungumza na dada yangu ili tujue tunamsaidiaje yule binti. Maana hata mimi sipendezi na yale ambayo nasikia kutoka kwa dada yangu. Come on Mr. Mickey. There is no situation is permanent. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi na wewe ndio wa kuitoa hii hali kwa yule dogo. Unanielewa? Kama utaona ni zoezi kubwa sana kuzungumza na dada yako, maybe itakuwa ni mtihani mzito, unaweza kumleta yule binti kwangu. Kwa sababu mimi na mke wangu hatujabahatika kupata mtoto. Tutaishi naye like the same family. Ataenjoy, hatokaa katika maisha kama yale. Tafadhali tumuokoe katika hili swala. You get me? Sawa bwana Shunda, mimi nimekuelewa vizuri sana. Nitakapotoka hapa, itabidi nipitie kwa dada. Zingine hizi hapa aje kuzifua male mamako, si ndio? Haya, changamsha mkono, sugua. Wenzako wanasugua hivi haraka haraka. Changamsha. Kasi mtoto wa kike. Sugua haraka. Suba tu mdau. Mkono unalegeza nini hapa? Hivyo. Haya, na huku chini kuzunguka. Hivyo. Safi kabisa. Kwa nguvu. Yaka ndani umezibwaga tu. Changamka. Wifi. Yaani wifi. Unajua huyu mtoto huyu anapenda kujiamlia mambo. Wifi yangu karibu. Unajua wifi, watoto wetu hao inabidi tuwafundishe kazi mapema. Na kama unavyomwona yule Tabu, yule mtoto wa kike ndugu yangu, ataolewa, ataenda kwa mumewe, ataenda kuishi na wakwe zake. Kwa lazima kidogo kidogo ndio inamfundisha kufua mama, kupika asija akaenda kunitia aibu kweli wifi yangu. Nimekosea. Kwa kweli kwa upande wangu mimi hilo jambo sio sahihi. Kwani? Maana ukiangalia Tabu ni kipofu. Alafu hizo kazi angekuwa anazifanya yule mazoea kwa kumsaidia mwenzie. We koma. Tena koma wifi, koma. Hii ni familia yangu. Wewe haikuhusu. Na kuhusu mwanangu mazoea, aanze kufuafua nguo za mtu ambaye mikono anayo. Mama yake tu mwenyewe alikimbia majukumu. Vipi leo mimi ndo nijituke majukumu? Ingekuwa mama yake anampenda binti yake, asingekimbilia kufa. Yes, kaona kulala kaburi ndo kitu cha maana Sasa leo acha dunia tumfundishe. Na ile kauli ya wahenga inayosema asiyefunzwa na mamae, hufunzwa na ulimwengu. Ulimwengu wenyewe ndo mimi hapa. Nipo kwa ajili ya kumfunza Tabu. Tena nitamfunza haswa, nitamnyoosha. Uzalendo umekushinda Umechoka kuja kwangu Utaki kuja kukaa na wifi yako. Usinitie nzi wa kijani. Toka nyumbani kwangu. Wifi. Nimekwambia toka. Nimekuwa changamka. Unashinda kukaa na mumeo kumpikia wewe. Lo. Sichanganyie mambo mimi. Mama, mbona nasikia kama harufu ya chakula? Kwani chakula tayari kishaiva? Mama? Wewe, hem kelele kwanza. Huyo mtu mamako mzazi, huyo mamako mzazi kakuzaa wewe.
Halafu wewe hakuna kitu unachokiwaza duniani zaidi ya kula, si ndio? Yaani umekaa chakula bado. Kwa hiyo mimi ni ausgeli wako, mimi nikupikie. Nenda kamfuate marehemu mamako makaburini huko, aje kukupikia. Mshenzi mkubwa. Na kama ndo unasikia harufu sasa ya chakula, watu wanapika ndugu yangu wenye pesa zao. Au kama inawezekana ongeza hiyo sauti tusikie wote harufu. Au unaonaje? Mama, lakini chakula mimi nakisikia kabisa Wewe mtoto koma. Usinipende kichwani sasa. Naona sasa unataka kujitoka sasa masikio ya kichwa, si ndio? Wewe nitakuja nikufurumua nikutandike makofi mpaka marehemu mamako akija hapa kutema iti nyingine. Mshenzi wa tabia wewe. Usinikorofishe. Shenzi type. Makelele tu. Yaani kufanya kazi ufanye, unataka kula. Unataka kula nini hapa? Muone na chakula huli. Kula bwana kula. Shikamoo mjomba. Hivi dada, vitendo unavyomfanyia yule binti unahisi ni sahihi? Mtoto tu analalamika chakula pale, anasikia harufu. Wewe na binti yako mnakula tu wala muangalie. Hivi unahisi mama yake akifufuka leo kutoka kaburini akakuta unamnyanyasa mwanae vile, tena kwenye nyumba aliyojenga na mume wake, atakuelewa kweli? Wewe koma wewe. Tena koma mdogo mpaka uzoee. Huyo mama yake angekuwa anampenda sana binti yake, asingekimbilia kufa. Ila mama mtu mwenyewe ameyakimbia majukumu ya kumlea binti yake. Mimi ni nani? Yaani mimi niache kumlea mwanangu nimlee mtoto ambaye sijamzaa? Wewe kuweza? Nisikilize. Kama wewe mama mtu angekuwa mwanae ni jambo la msingi au ni jambo la muhimu, asingekimbilia kwenda kulala kwenye makaburi. Lakini mwenyewe kakimbilia kwenda kulala makaburini sasa. Kwa hiyo mimi tena ndo nijitwike umama. Wewe usiniingilie kwenye anga zangu. Na kama una huruma sana na yule mtoto ndo unampenda sasa, unataka kumfanyia wema, njoo leo mke wa pili mradi uje kumhudumia. Dada, mimi nakuelesha jambo la msingi. Yaani unakuwa kama sio mama. Yaani mimi ninachokuelesha hapa kitu gani ambacho ni cha ajabu? Kumbuka umezaa dadangu. Unaweza ukafa hata wewe. Mwanao atakulelea nani? Mimi nakuelekeza jambo la msingi, unamtusi kweli dadangu? Na tena nitakutusi sana endapo ukiendelea kunifuatilia na familia yangu. Na kuhusu masuala ya sare kwenye ndoa yako hata usijali. Nitakugaramikia mama, kijola cha 7500 pale na kipata mwenye kali yako. Nini zinakuda shida gani, chakula au? He